vinginevyo namna hiyo. Utumishi ni kujua kufanya kazi chini ya mwenye kukupa kazi kwa usahihi. Huo ndio utumishi halisi. Kitu cha kwanza. Sasa utafanyaje kazi kwa usahihi? Utafanyaje kazi kwa usahihi ya yule mwenye kazi kama hauna muda wa kukaa na kumsikiliza mwenye kazi? Lazima ukae umsikilize mwenye kazi, ujue anazungumza nini, anataka nini, akupe maelekezo yaliyojaa, hayo ndio uyafanyie kazi. Na kama unavyojua ndugu yangu mtazamaji, inawezekana hata mwenyewe ni mwajiriwa mahali fulani, hata mwenyewe ni mfanyakazi mahali fulani. Katika kule kufanya kazi unajua kabisa mpendwa, haufanyi unachotaka, unafanya anachotaka bosi wako. Unajua kabisa hilo. Kwa hiyo ni vizuri tukafahamu, utumishi si kujua kuhubiri, utumishi si kujua kuimba, utumishi si kujua kurukaruka kwenye madhabahu. Utumishi ni kufanya vile unavyoagizwa na mwenye kazi. Huo ndio utumishi halisi. Sasa ninakwenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, nimekuambia sura ya kwanza mstari wa 7 na 8 pale. Nitasoma hapo na kuna mambo machache tutayaona pale. Nasoma kwa jina la Yesu, neno la Mungu linasema hivi. Huyu ni Yesu anazungumza na mitume wakati yuko karibu kupaa. Sasa anasema hivi, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini hapa wanafunzi walikuwa wamemuuliza Yesu maswali kwamba sasa wakati ndio unarudishia Israeli ufalme na nini. Yesu akawaambia hiyo haiwahusu, isiwasumbue. Ninyi mnachotakiwa kufanya ni hiki ninachowaambia hapa. Hiki ambacho kwa ajili ya hicho nimekuja. Hiki kijueni vizuri, mambo ya kwamba ni wakati huu mtarudishia ufalme ama ni lini, hiyo haiwahusu. Kinachowahusu ni hiki hapa. Lakini mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Baada ya kuja Roho Mtakatifu anatoa maelekezo. Akisha kuja Roho Mtakatifu huyu, nini mtafanya? Nini mtafanya? Wanapewa maelekezo ya kufanya, kwa sababu tayari wale ni watumishi, wamepewa kazi sasa. Yesu anaondoka, kuna kazi anawaachia. Kama vile ambavyo tu bosi wako anaweza akasafiri akakuachia majukumu ya kufanya kwenye ofisi, vile ambavyo anakuagiza, sidhani kama unafanya tofauti na ulivyoagizwa. Sasa usikilize vizuri. Anasema akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hapa Yesu anawaagiza mitume, na tukisoma mbele tutaona mitume wameagizwa wawe mashahidi. Shahidi ni nani? Ni yule anayezungumza kile